ya Jangwani Pasi na kuweza kuanza wakati, pengine nikupe sekunde 30 kuweza kujitambulisha kwa msikilizaji. Asante sana msikilizaji, mimi naitwa John Nguyo. Watu wengi wanataka kuniita John N Nguyo kwa sababu ni ile jina ya Kiborona Nguyo, lakini yangu ikawa na N mbele, mimi kama vile umeambiwa. Mimi ni mkurugenzi ambao anasimamia hali ya utabiri wa hali ya anga katika kaunti yetu ya Marsabit na Isiolo. Ninashikanisha zote mbili, na karibu sana, tutaendelea kuongea kuhusu hali ya anga, hasa mabadiliko ya hali ya hewa. Asante sana John. Sasa pasi na kuweza kuharibu wakati, juzi tumeweza kupokea mvua, lakini watu wamekuwa wakiniuliza sana, Nyabande Orwa, tuanze kupanda ama tusianze kupanda? Mvua hizi ni mvua za kukaa ama ni kupita tu? Pengine utuweke sawa. Asante sana msikilizaji, ni kweli jana tuliweza kupata mvua kidogo ambao ilinyesha tu katika hii eneo la Saku, hasa katika tu hapa kwa hii mlima. Na msikilizaji, kwa sababu ya lifting ya ama kubebwa juu kwa hewa ambao inakuwaga na maji na ikifika juu ya mlima inaweza kuwa cool ama inawekwa baridi na inatengeneza tumawingu kidogo, na hiyo mawingu inaweza kuleta ama inaleta kamvua kidogo ambao ilifanyika jana. Kwa hivyo hiyo sio ile mvua tunasema ya seasonal ambao tunasema ndio mvua ya kupanda. Kwa hivyo bado mvua ile tunasema ya kupanda haijaanza. Pengine utuweke wazi, kwa sababu umesema kwamba hiyo ilikuwa tu ni mvua tu ya kupita. Pengine utupe utabiri kwa kimustasari, utabiri wa mwezi Oktoba, Novemba na Disemba. Watu watarajie nini katika kaunti ya Marsabit? Katika hii eneo letu la Marsabit na katika North Eastern ama hizi eneo za ukame za upande wa juu ya Kenya, utabiri wetu ya hali ya anga inasema ya kwamba mvua haitakuwa mzuri sana. Mvua itakuwa depressed. Depressed ni kusema itakuwa mvua ya chini kuliko ile kiwango tumezoea kupata, na hii mvua itakuwa imechelewa kidogo kwa sababu eneo zingine itaanza mwisho wa mwezi wa 10 na zingine mwanzo ya mwezi wa 11. Na hii mvua haitakuwa mingi vile imekuwa nyakati zingine, na pia tukiangalia time distribution, hiyo ni kusema nyakati ambao kutakuwa kukiwa na mvua. Itakuwa inaweza nyesha leo alafu inakaa karibu wiki 2 ama hata wiki 3 kama hatujapata mvua nyingine. Alafu pia tunaongeaga kuhusu temporal distribution. Hiyo ni kusema inaweza nyesha hapa tunaweza kuwa na mvua katika Marsabit town, lakini ukienda hapa mbele kidogo katika uwanjani wa ndege unapata hakuna mvua. Hiyo ndio tunasema spatial distribution ambao pia haitaweza kuwa mzuri mno. Kwa hivyo hii mvua sio ile tumezoea kupata nyakati zingine. Tunaona itakuwa si mvua mzuri sana, lakini katika hizi eneo za mlima hasa Sagante pale Jerdosa tunaweza kuwa na mvua at least, na hapo Karare hapo tunaona kunaweza kuwa na mvua afadhali kidogo ambao tunasema ni near normal rains, ambao hapo kwa sababu ya effect ya mlima, hii hewa tunasema inakuja inashikiliwa na mlima kwa sababu ya high ground ambao imekuwa imeinuliwa kidogo. Hapo tunaweza tarajia tunaweza kuwa na at least mvua mzuri kidogo kushida eneo zingine. Lakini eneo mingi kama Trobi, kama North kama Ileret, Royagarani, sehemu hizo hakutakuwa na mvua mingi. Na hata kuna sehemu zingine zinaweza kuwa hasitakuwa hata na tone moja ya mvua. Asante sana. Umezungumzia maeneo mengine kupata mvua, maeneo mengine pia kukosa mvua. Kuna swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana, swala la mabadiliko ya tabia nchi.